Kuku wa kienyeji ni miongoni mwa mifugo inayopatikana karibu kila kaya ya Mtanzania. Lakini leo nataka nikuambie kitu kimoja. Je, unajua faida na hasara zake halisi? Kuku wa kienyeji, moja kabisa, ni wastahimilivu. Anaweza kuishi katika mazingira magumu bila ya gharama kubwa. Pili, anakula chakula cha asili kama vile nafaka, mabaki ya jikoni na wadudu, hivyo gharama za ufugaji ni ndogo kuliko kuku wengine. Tatu, nyama yake ina ladha nzuri na inapendwa sana sokoni, hivyo huuzwa kwa bei nzuri na bei ya juu kweli kweli. Kuku wa kienyeji ana mayai mazuri kweli kweli yenye virutubisho vingi na huhitajika mara kwa mara kiafya. Ni chanzo kizuri cha kipato hasa kwa wale wanawake wa vijijini kwa ajili ya kupata vipato vyao vya kila siku. Kwa nini vipato vyao vya kila siku? Kwa sababu huuza kuku na hatimaye kupata pesa. Kuku wa kienyeji ana kinga nzuri dhidi ya magonjwa ukilinganisha na kuku wengine wa kisasa ambao ukipata wagonjwa basi wanakufa wote. Lakini ikumbukwe, chochote kilichopo duniani kina hasara pamoja na faida. Kuku wa kienyeji hukua taratibu, tofauti na kuku wa kisasa. Inachukua muda mrefu kufikia uzito wa kuweza kuuzwa. Lakini pili, hutaga mayai machache ikilinganishwa na kuku wa kisasa. Tatu, hukumbwa na hatari nyingi kama vile kuliwa na wanyama wakali au kuibiwa. 4, magonjwa kama mdondo yanaweza kuuzua na kuzuka na kuweza kuua wengi kwa wakati mmoja bila kuwa na chanjo. Nikwambie ujumbe muhimu, kuku wa kienyeji sio wa kubezwa wala si wa kufugwa kienyeji bila maarifa. Lazima upate maarifa ya kuweza kuwafuga. Cha kufanya, weka mabanda mazuri, kuwa na chanjo pamoja na lishe bora. Kuku wa kienyeji anaweza kuwa mradi wenye faida kubwa katika maisha yako. Leo nimekuambia faida za kuku wa kienyeji pamoja na hasara zake. Mimi ni Amini Nyaungo, kiraka chenu Chemba Talk Show.